Karibu kwenye mfululizo wa vipindi vinavyokuonyesha hatua mbalimbali wanazopitia vijana 100 kutoka kata 17 za wilaya ya Sikonge mkoani Tabora. Hizi ni hatua za kutoka kwenye umasikini waliokuwa nao katika maeneo waliokuwa wakiishi kabla na familia zao kuelekea kujijenga na kujitegemea kiuchumi. Hawa ni vijana walioletwa porini kwenye makazi ya wanyama na vinyama kama vile fisi, nyoka wakali na wadudu wenye sumu kali. Hapa wakaanza kujengewa uwezo wa kuanza kujitambua kifikra, wakaambiwa ni kwa kiasi gani binadamu alivyokuwa na uwezo mkubwa wa kufanya makubwa kwa mujibu wa maumbile aliyokuwa nayo kimwili na kiakili. Leta kitu saba sababu Sigonganisha mawe napasua wewe chapa umenyekanyeka huko kama ni hadi aikisha madudu yanapata moto haya. Ewa yanawaka yote hapo kwa moto ukenda huko sio huko kwetu baada kuwaka, lakini hatu waondoa tunakusogezea yule jamaa mtembea anapiga kifua yule kutembea. Alafu kuna watu wanataka kulala huko kama kini hapo namna hiyo. Lejete imechemka baba, lejete imechemka. Ukiona hivi ujue jede imechemka. Babu, ile unaweza kufanya nini umesikia? Ile unaweza kaliseti sehemu afu kalishindia hivyo bila hata kulivunja. Zilo pisha. Halo. Ani hapo. Nitupie kwa hapo tungapi? Yes, safi. Asante sana. Mimi mkwezi kila siku nakwea. Mimi mkwezi kila siku nakwea. Yaani umesikia? Siku amekuwa utani sana. Unawakia kwanza. Ndio mgundu wa babu wewe huyo uliokuja kusema ndo anaanza na wewe. Anaenda nayo huyo. Huyo anaenda nayo ndani. Ngoja aende nayo. Aende nayo.
Wazee, naona kwanza kama unataka tutoka mimi Unatoka mbuleni hilo. tunataka huko. Leta huko baba, ile leta. Babu wengine wamelala ndani. Fanye kazi juu yenu. Babu wengine wamelala ndani. Leo mnataka mkawaamshe. Mimi nawapa watu 10 chakula, nyinyi amli mpaka matofali yangu yaishe hapa. Poa tu babu. Babu anatuponza watu. Babu kuna wengine wamekaa kwa matofali huko. Wafateni wenyewe. Babu ruhusu ngumi tu babu. tuwapiga sasa sisi tutawafuata. Amina. Ingia huku. Amina. Vipi sasa? Anapisha ingie. Unaona wewe vizuri. Ukiwa chini ndio unaona vizuri. Nimekuangalizia. Kwa hapo zitakaa mingapi? 4 3. Hapo tunaweka 4 yote. Napeka na kule ule pale Mwembe. Tunapiga idadi tunapata mingapi? Wachukulie bwana. Kwa tuchukulieni bana. Tuchukulie tumalize kabisa, mbaki 3. Mbaki 3 huku. Kimaliza kwanza ili itakuwa poa. Kuna bafu kabisa. Mashireti ni wandutu. Lakini ndio wanaoga huko. Labda wahamie huku bwana. Kama binyiki nikikuangukia hapo. Oya. Wahamie huku. Stop. Uko wapi? Hapo. Nenda kubeba na ile kule ngoma hizi kwa. Kuna mtu fulani nilisikia miki wanapita. Mwanangu bonge alitoka nduki na Steve. Walijikesha. Wanaogopa nyuki hao jamaa. Kama bonge. Ni hapa. Oya, wewe mwingine tunaenda kuwekea pale. Pande ule kule. Hapo bia au? Hapo pia. Ndio kuna kama umepinda hivi. Unajaribisha chini hapo. Hapa. Na kwanza kamba Yaani kwenye kutoa tu zimezinga jamani. Kwa nini? Hivi tunaziba na kitambaa. Sasa kwa hapo utazibaje kabla hujautoa mwenyewe? Hapo ile mimi unaonyanyua taratibu. Hapo unatoka na ziba. Kwa mnapanda wawili. Kama ukichelewa nyuki watatoka kabla hujanunua. hiyo ni kazi wewe. Watatoka 2 3. Lakini unawahi unaziba. Ndio mziki wako kugonge nyuki sio uko juu kule wawili. Kama hujajiachia. Bora chini anaweza kaitupa ni mzinga lakini. Wajui. Hata kule. Hapa tunaona mbali kwenye kushusha mziki.
Mashamba nini ile? Tukutana na nani? Tukutana na Zambarau. Umeelewa sijui? Ukasema sasa ngoja tupige namna gani kidogo 2-3. Ukapanda kwenye mti. Jamaa kapanda, unajua kujitupa. Unasema jamaa ndio huo ujanja huo. Kuruka ruka. Jamaa kaja kudaka tawi. Kachafika chini kabisa, karibia chini yani. Kachapitia matoi kama 10 na kitu hivi mzee. Kutoka juu. Nimemchana tu mzee. Ungekuwa wewe vipi? Ulikuwa chini. Yaani ni kama mzigo. Kama unajua njoo hapa. Njoo kwenye mfuko mmoja. Njoo sasa. Hapa mimi kwa ufundi wangu niliofundishwa gofeti. Nimeamua hivi. Umesikia? Tumeshauriana na wenzangu walikuwa wengine walishamwagaga zege wawili watatu, umeona? Tuwagonga 15 kwa 12 kwa mfuko. Inatakiwa zege ya kokoto na zege ya mchanga zile sawa. Wewe bwege unagaje nusu nusu? Kwani za simenti mnagonga nusu? Simenti si ipo ya kutosha. Simenti ipo. Sasa hapa tuwapima nani 30 hapa 30 kwa 30 tunachukua mfuko mmoja. Yaani ukusazini kusalazini. Au unasema? Poa. Kwani uwiano si ndio ule simesema 15 kwa 15 kwa mfuko? 15. Yaani kawaida ya zege ni kushana kwa mfuko. Hizo tatu mchanganya kwa mimi haiko kwa. Watu flondo wanapiga hizi 20. Mimi nawaambia wanapiga floor kali sana hiyo babu. Hatujengi ya kubeba gorofa hapa. Tena kule hakikisha chini kwetu lazima maji yasipite. Hapo filiji ulikuwa na floor bado. Ngapi? 10 kwa 10. Floor bado. Sio tumemaliza hivyo. Ukiweka zaidi ya ovyo ndani maji yanashuka. Tumekwambia uondoke. Wewe huyu wa nini hapa? Oya, kwa kweli tunaweka 12 sio 15. Naye anataka kutushauri tofauti. Mimi nashauri kama mkandarasi 25 kilivyoelekeza. Ngoja nikwambie. 25 nini? Kama mchanga tu tunahitaji 25. Kama mchanga tu. Lakini kwa kuwa tunapiga misa, tuweke sawia. Haya, huko kuna mchanga kuna ngapi? Geni 12, 12 alafu hiyo 13. Kesi ni nani suluhisho? Sasa tunajadili mambo sio para mwisho. Sikia. 12. Au 24. Kwa 26. Haya. Hapo ngapi unatuma ngapi? Tayari. Naleta mzigo. Na ufundi wako mbona hauna uhakika bwana? Huyu ana uhakika bwana. Kupunguza tukatai, ila ufundi wako na kushauri hauna. Kwa mchina unakosa kali. Sio unakosa kali. Kuambia. Pige hesabu moja kwa moja. Lazima nikabachakajue. Hii unapojichakachua mwenyewe unaisha mwenyewe. Unabahatisha. Yani Steve, kampe dawa jamaa kule anaumwa vibaya sana. nani? Oso. Nishampa labda bado ya mchango. Ila bwana leo nyuki umetugonga.
Wapi tena? Utawa tu umo polini. Nyuki ameoma kama kani. Wewe nyuki achana nao wewe. Nyuki. Alikuwa anakuja nyewe mnafunga. Au mlipanda amesha mizinga na mfuko kisha mchanga hivi. Kisha mizinga, si yale manyuki makubwa yote. Ikinaamba tulitoa nje lakini Twiga kali. Twiga nzuri sana. Mwenye zeki. Maji mengi wamepakizia maji hapa. kana chukua hata robo hivi. Nitavua hapa weka hata mimi tunafanya hiyo. Mama ukienda gorofani ukapanda na zege wewe ndio utakubali. Kufikisha saa 12 kesho uji. Huku inawaacha simenti hiyo. Hapa bwana ni kwa asili. Wakati tulikuwa tunachanganya zege ya kujenga ule ukuta wa Berlin tulikuwa tunafanya hivi sasa. Ngoja niwaelekeze. Ukuta wa Berlin ule. Tulikuwepo maji wachache sana kwenye ile nchi. Unaona? Kwa ile ndoo iko vizuri. Shika wewe fisi. Huko kuna mmoja awe hapo. Fisi mwenyewe kumbe bado anatengeneza timanzi. Tata maji. Yuko mwingine uko wapi na mimi nipige kazi hapa. Haya mawe haya mbona hapa imezidi sana juu. Wewe unaweza kuwa. Sogea. Wewe ndio unaonyesha ndio maana nimekuu. Pisha sasa. Lete huko. Kwani mimi nashindwa? Usishindwi. Kwani mtoto tu kwenye hizi kazi. Mwaga hapa. Saidieni humo. Oi. Ngoni mwaga kwa maji. Saidieni. Bali nini mimi? Kuja nataka kunya. Toa tako na maji. Toa tako. Chukua hivi. Oya. Bwana wewe, unataka nishimiane bwana. Oya. Wewe wacha kubebe mzigo. Kaka ndawa. Hapa ndio tunajenga bwawa letu la maji. Hili ni bwawa la maji. Nani? Fundi. Kitu kimoja bado hujakipata hapo. Shindilia. Tengeneza kata ubao, tengeneza shindilia. Ewa, ili pate kwenda chini. Tafuta shindilia itaingia vizuri chini. Ukipokeza hiyo mwiko peke yake itakuwa haiendi. Pata shindilia. Ambalo uwe nani? Babu, Juma. Kwa ubao zile pale kuna zile mbao za 2x4. Iko hapa moja hapa nyuma kwa mwenyekiti hapa. Iko 2x4 moja ifunge ubao huku na huku
wanashika watu wawili wanashindilia kwa hivi. Unajua? Kalete ule. Gonga msumari. Kuna wapatikana humu. Nawaaminia. Kuna msichana huku ndani. Wasichana walikuwa na kazi ya kusomba tofali. Mwakani tenda za kujenga mashule. Kupandisha juu na masolemala wanawake wasichana. Wengine utaona sasa hivi wasichana wanafuata manyasi huko. Ndio wapi? Nasikia nyinyi mnaambia hapa ndio mtapata kazi za ufundi. Yaani sisi halmashauri tutakuwa tunawapa tenda nyingi. Na kule tutajenga bwawa kubwa shambani. Msimu lazima tuvune maji. Ni kweli. Jamani baadaye. Yule ng'ombe tumeshamuona. Yuko wapi? Huko wapi? Haya mama unachote haya. Hayo hapo chini. Chote afanye kazi. Sikia ni Pokea kama una kimu. Hapa hamna kitu usimhurumie. Usimhurumie. Vinyuki namwambia, ananiambia tupeleke mizinga kule Inamsenga. Nikamwambia ninachokihofia kitu kimoja, kwa sababu unaniambia kila wiki inabidi kwenda kutizama. Sasa uhakika wa usafiri wa kutoa kila wiki kule sina, au labda kama utanipa kwa maandishi kama una gari utanipa kila wiki kuja kunichukua kunipeleka, lakini ukiniambia tu tuende, mwisho utanitelekezea mizinga yangu itakuwa haina ulinzi. Kwa hiyo naomba utumie uwezo wako wote. Kule nishaweka mizinga 250 kwa nishajenga ya madini leo ndio namalizia. Leo ndio nyasi ndio nimeanza jana, leo ndio mtela ya nyasi jana ndio naanza kusomba nyasi ili nianze kupeleka kule. Kwa hiyo ile gari ile, naomba niulize swali. Kaka, mtu akitaka kujiunga au kuweka mtoto wake na kwao, kwa ile nani gari izungushe mpaka huko kwenye njia tuliyokuwa tumepitiliza. Usimame hapo, tutatabiana kama 100 tukusanye kila sehemu. Kwa hiyo yani kiukweli kwa sasa hivi mimi kukwambia bwana atakuja kuingia kidogo inatakiwa process, kwa sababu hawa washapitia hatua kadhaa za vijana wako wachapa kazi, kuna mvivu wa mchovu, alilia waikisite, usituone mbele yako, vijana wako wachapa kazi, kamnyangarakane mama, kamnyangarakane.